Fahamu kuhusu Operation Mogadishu. Operation Mogadishu inajulikana pia kama Battle of Mogadishu ama Black Hawk Down, ilikuwa moja ya operesheni za kijeshi zilizojaa machafuko zaidi katika historia ya jeshi la Marekani barani Afrika. Mapigano haya yalitokea mnamo tarehe 3 na tarehe 4 Oktoba mwaka 1993 wakati vikosi maalum vya Marekani vilipokuwa vikitekeleza operesheni ya kumkamata Mohamed Farah Aidid, kiongozi wa wanamgambo wa Somalia National Alliance, aliyekuwa akipinga juhudi za Umoja wa Mataifa kurejesha amani nchini Somalia. Operesheni hii iligeuka kuwa mtego wa maangamizi kwa majeshi ya Marekani, huku askari wengi wakipoteza maisha, helikopta zikiangushwa na wanajeshi wa Marekani wakizingirwa na maelfu ya wapiganaji wa Kisomalia katika mitaa ya Mogadishu. Ungana nami katika makala hii ili nikujuze mengi zaidi kuhusu operesheni ya damu, operation ya Mogadishu. Mwaka 1991, utawala wa dikteta Mohamed Siad Barre ulipinduliwa na makundi mbalimbali ya wanamgambo yakiongozwa na viongozi wa kijeshi waliotaka mamlaka. Hali hii ilisababisha vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vilileta njaa kubwa nchini Somalia. Umoja wa Mataifa uliingilia kati kupitia Operation Restore Hope ya mwaka 1992 ukishirikiana na Marekani ili kusambaza misaada ya chakula na kujaribu kurejesha utulivu. Hata hivyo, Mohamed Farah Aidid, mmoja wa viongozi wa kijeshi waliokuwa na nguvu, alipinga uwepo wa Umoja wa Mataifa na Marekani, akishambulia misafara ya misaada ya vikosi vya kimataifa. Mnamo Juni mwaka 1993, wanajeshi wake waliuawa, wanajeshi 24 wa Pakistan waliokuwa sehemu ya vikosi vya Umoja wa Mataifa, jambo lililosababisha Marekani kuamua kumkamata Aidid kwa nguvu zaidi. Lengo la operesheni hii lilikuwa ni kuwakamata washauri wa Mohamed Farah Aidid waliokuwa wakikutana katika jengo moja katikati ya Mogadishu. Vikosi maalum vya Marekani vilivyohusika ni kama: 1. Delta Force. Hiki ni kikosi cha operesheni maalum kilichobobea katika mapambano ya mijini. 2. Rangers. Hao ni wanajeshi waliobobea katika operesheni za anga na ardhini, pamoja na Night Stalkers, kikosi cha helikopta cha jeshi la Marekani, pamoja na Navy Seals na Air Force Pararescue ambao ni timu za uokoaji wa majeruhi. Jumla ya wanajeshi 160 wa Marekani walihusika katika operesheni hii wakitumia helikopta 19, magari ya kivita na ndege zisizokuwa na rubani kwa upendelezi. Mnamo saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki, Oktoba tarehe 3 mwaka 1993, helikopta za Black Hawk na Little Bird ziliwashusha wanajeshi wa Delta Force na Rangers karibu na jengo lililolengwa. Operation ilianza vizuri na maofisa wawili wa Aidid walikamatwa haraka. Katika harakati za kurudi kambini, wanamgambo wa Kisomali walifyatua roketi za RPG na kuangusha helikopta ya kwanza ya Black Hawk yenye jina la Super 61, ikianguka katika eneo la mji lililodhibitiwa na wanamgambo wa Aidid. Baada ya kuangushwa kwa helikopta, wanajeshi wa Marekani walilazimika kugawanyika ili kuokoa marubani na askari waliokuwa ndani ya Super 61. Hata hivyo, walijikuta wakizingirwa na maelfu ya wapiganaji wa Kisomalia waliokuwa wakitumia AK-47, RPG na silaha ndogondogo. Wakati vikosi vya Marekani vikihangaika kusaidia waliokwama, helikopta ya pili Super 64 nayo ilitunguliwa na kuanguka umbali wa kilomita chache. Rubani Michael Durant alinusurika, lakini alitekwa nyara na wanamgambo wa Aidid. Kwa saa zaidi ya 15, wanajeshi wa Marekani walipambana usiku kucha dhidi ya wapiganaji wa Kisomali waliokuwa wakiwashambulia kutoka kila upande. Wanajeshi wa Delta Force, Rangers na makomando wa Umoja wa Mataifa walijitahidi kuokoa wenzao waliokwama, lakini hali ilikuwa ngumu kutokana na idadi kubwa ya adui na mazingira magumu ya mji. Siku iliyofuata, vikosi vya Umoja wa Mataifa kutoka Malaysia na Pakistan vilijiunga na Marekani kwa msafara wa magari ya kivita kuokoa wanajeshi waliokuwa wamezingirwa. Mnamo saa 6 asubuhi, msafara wa uokoaji ulifanikiwa kuwaokoa wanajeshi waliokuwa wamekwama na kurudi kambini.
Wanajeshi 18 wa Marekani waliuawa, zaidi ya 73 walijeruhiwa vibaya, pamoja na helikopta 2 za Black Hawk ziliangushwa na kutengeneza hasara kubwa kwa nchi ya Marekani. Makadirio yanaonyesha kuwa kati ya watu 315 hadi watu 500 wa Kisomali waliuawa, wakiwemo raia wasio na hatia. Wanajeshi wengi wa IDD waliuawa, lakini kiongozi huyo aliendelea kuwa huru kwa muda mrefu. Marekani iliondoka Somalia mnamo Machi mwaka 1994, ikiwa ni pigo kubwa kwa jitihada za kurejesha amani nchini Somalia. Operesheni hii ilifanya Marekani iwe na tahadhari zaidi katika kuingilia migogoro ya Afrika kijeshi. Michael Durant aliachiliwa huru baada ya siku 11 za mateka baada ya mazungumzo na kiongozi wa Kisomali. Picha za wanajeshi wa Marekani waliouawa zikitolewa hadharani zilishusha morali ya wananchi wa Marekani na kupelekea kupungua kwa ushawishi wa sera za Marekani barani Afrika. Operation Mogadishu ilibadilisha mtazamo wa Marekani kuhusu operesheni za kijeshi nje ya nchi, hasa katika mazingira magumu kama ya Somalia. Tukio hili lilipewa umaarufu zaidi kupitia kitabu na filamu ya Black Hawk Down iliyotolewa mwaka 2001. Ingawa Marekani ilikusudia kurejesha utulivu Somalia, matokeo yake yalionyesha ugumu wa kuingilia migogoro ya ndani ya nchi bila mpango wa kina wa kisiasa na kijeshi. Mpaka leo, vita vya Mogadishu vinaendelea kuwa moja ya mapigano yaliyoacha athari kubwa katika historia ya operesheni maalum za kijeshi duniani kutokea Marekani.